alinusurika alipigwa risasi na kunusurika kuuawa na akawa anapatiwa matibabu ambao ni matibabu endelevu. Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi, ili nikufahamishe na nikujuze yale ambayo yameweza kutokea katika siku ya leo, lakini pia kuyachambua na kupata kuyaelewa kwa kina. Taarifa zinazonifikia siku ya leo msikilizaji ni kumuhusu mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye ameshikiliwa katika gereza la Ukonga kutokana na kesi ya uhaini. Msikilizaji, Mheshimiwa Tundu Lissu ameshikiliwa katika gereza la Ukonga na kesi yake ya uhaini inaendelea kusikilizwa. Sasa kupitia kwa ujumbe alioutoa wakili wake siku ya jana, amesema hivi kwamba hali yake Tundu Lissu inaendelea kuzorota ama inaendelea kudhoofika pale gerezani kutokana na majeraha aliyoweza kupata kipindi ambapo aliweza kushambuliwa, akapata majeraha ya risasi, majeraha ya kuumizwa na vifaa butu na vitu tofauti tofauti. Na kwa sababu hiyo mhudumu wake wa afya akawa anamhitaji kuwa na baadhi ya kliniki ambazo anazihudhuria katika hali ya kufanya check-ups na kuweza kuhakikisha kwamba anarejea katika ubora wa maisha yake. Lakini sasa hali hiyo imeendelea kuwa ngumu kwa sababu ameshikiliwa katika gereza lile la Ukonga na bila shaka hawezi kupata nafasi kama raia wa kawaida kutoka kuhudhuria vikao vya hospitali, kupata matibabu siku hadi nyingine kutoka. Kwa hivyo hali hiyo msikilizaji inamsababishia kuendelea kudhoofika kwa hali yake, na sasa kupitia kwa wakili wake amesema kwamba mahakama itafute mbinu ya kuahirisha kesi yake isikilizwe ili watoe uamuzi. Ikiwa ataendelea kushikiliwa, ieleweke kwamba uamuzi uliotolewa ni kwamba aendelee kushikiliwa, lakini ikiwa hatoweza kupatikana na makosa aachiliwe ili aweze kupata matibabu kwa sababu ana haki kama Mtanzania mwingine yoyote. Kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alinusurika alipigwa risasi na kunusurika kuuawa na akawa anapatiwa matibabu ambao ni matibabu endelevu. Sasa kwa tangu amekamatwa tarehe 9 Aprili mwaka jana amekuwa akiwa ndani. Kwa hiyo mara kadhaa amekosa kuweza kuhudhuria hizo kliniki zake. Kwa hiyo kwa sababu ya kushindwa kuhudhuria kliniki zake zinamsababisha anazidi kupata maumivu zaidi, lakini pia anazidi kutofuata utaratibu wa kidaktari. Kwa hiyo unamsababishia afya yake inazidi kuzorota kwa sababu amekaa ndani muda mrefu tangu tarehe 9 Aprili mwaka jana. Kwa hiyo kama binadamu wa kawaida, kama raia wa kawaida, ana haki ya kupata matibabu ya msingi, ana haki ya kesi yake kusikilizwa kwa wakati. Kwa hiyo hati hiyo ni hati ambayo inaiomba mahakama ya rufaa kuhakikisha kwamba revision au marejeo ambayo ilifailiwa na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ni muhimu ikasikilizwa kwa wakati, ili mwisho wa siku yeye aweze kupata haki zake kama Mtanzania wa kawaida, lakini pia kama kiongozi wa chama kikuu cha upinzani. Na mahakama ya rufaa ina uwezo huo kwa mujibu wa kanuni ya 4 ya kanuni za mwongozo wa mahakama ya rufaa kutenda haki kwa kuhakikisha kwamba mahakama ya rufaa haitumiki kama njia ya kukandamiza haki za watu au kutofuata utaratibu. Kwa hiyo ni muhimu mahakama ya rufaa ikafanya hivyo ili mwisho wa siku haki iweze kuonekana ikitendeka. Katika taarifa msikilizaji ambayo nimeipokea hapa nitakayoweza kukusomea, imeandika hivi: Lissu anahitaji kwa sasa awe ashapatiwa matibabu ya kitaalamu kuzingatia historia yake. Wanachofanya Judiciary TZ ni kumwacha teseke bila sababu, na hii serikali ya wauaji
wanatarajia adhoofike na hata kufia jela. Nawaona hawa watu ni binadamu hivi? Wanaelewa Lissu ni moja ya sababu bado Watanzania wana matumaini na wamekuwa wanasubiri atoke ndani, ndio maana kuna ukimya fulani? Mwambie huyu Samia Suluhu Watanzania asicheze na moto. Watanzania tuelewe, tukimpoteza Tundu Lissu tutakaa sana kwa muda mrefu bila kupata mzalendo mwingine kama huyu. Taarifa hiyo ikasoma hivi kwa Kiingereza: Tundu Lissu has filed an application before the Court of Appeal seeking an expedited hearing of his treason case, citing his rapidly deteriorating health. This development underscores the urgency and gravity of his situation. Clearly, Samia wants Lissu to wither and hopes he dies in illegal detention before he sees justice. This is not an exaggeration. We need immediate action. Ndio taarifa ambayo msikilizaji iliweza kutolewa pale na wakili ambaye anamwakilisha Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya kusema kwamba mteja wake anapitia magumu pale na anaomba mahakama iweze kuahirisha ama isiweze kuendelea kuahirisha kesi ya Tundu Lissu, bali ifanye hima kisio ipate kusikilizwa, uamuzi upate kutolewa ili bwana huyu apate haki yake. Katika taarifa hii msikilizaji, bwana huyu amemzungumzia Tundu Lissu kama kiongozi mzalendo ambaye anawapa matumaini wa Tanzania, na amezungumza akasema kwamba ikiwa Watanzania wataweza kumpoteza Tundu Lissu, itachukua muda sana kuweza kupata kiongozi mwingine kama huyo. Kwa hivyo msikilizaji, cha msingi ambacho kinatokea hapa ni kwamba upande wa Tundu Lissu wanahisi kwamba jamhuri inatafuta sababu za kuendelea kumshikilia Tundu Lissu ili hali yake idhoofike au pengine aweze kufa katika jela, kwa sababu wanahisi kwamba anawapatia upinzani ambao wakimpa uwezo wa kutoka na kuendelea kuzungumza na wananchi utawapa wakati mgumu katika uongozi ndani ya miaka mitano ambayo waliweza kujinyakulia ushindi ama kujibia ushindi. Sasa hali hiyo inafanya kwamba watafute ama wafanye juhudi za kuendelea kuhakikisha kwamba ameendelea kushikiliwa ama amebakia mahakamani, lakini pia njia zaidi za kuhakikisha kwamba wanakivunja chama cha Chadema ama wanakinyima nguvu za kuendelea kupata umaarufu nchini Tanzania. Ndio maana utaweza kuona kulikuwa na kesi ambayo ya ugavi wa mali ambayo inawakabili viongozi wakuu tena wa chama cha Chadema, lakini utakapoiangalia kwa jicho la tatu unaona kwamba ni hali tu ya kuweza kuhakikisha kwamba chama kile kinakosa kupata nguvu kabisa za kuweza kuendelea, kwa sababu marufuku ya kuendelea kufanya mikutano. Msikilizaji, na kukaribisha sana katika kituo chetu na kukaribisha uendelee kutia subscription na kuendelea kutufuatilia kwa maana ya kuendelea kupata taarifa hizi na zingine nyingi punde zinapotokea. Jina langu ni Presenter Guton. Karibu, endelea kutufuatilia ili kupata taarifa zetu punde zinapotokea.